Karibu mwalimu, kama uko tayari niachie huko, ndakuja kwenda huko. Haya, karibu. Dakika ni 20, ukishuka Muislamu anapanda dakika 20. Asanteni sana, karibu mwalimu. Asante sana bwana mwenyekiti, na wacha nichukue nafasi hii na fursa hii nipate kuwasalimu nyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana marafiki zangu wa Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nina imani wamekubali hiyo salamu. Siku ya leo mada ambayo imesimama mezani, ipi dini ya uzima, ambayo watu wote wanapaswa kuwa ndani yake. Na tutakapofahamu, basi tutakuwa ni wenye kuiridhia hiyo dini na tuweze kuwa ni watu wenye kupata faida kwa sababu ya kukubali dini ya uzima. Maana hiyo ni moja tu ambao wanadamu wote wanastahili kuwa ndani yake. Lakini tunapoanza kuzungumza ni vizuri tuweke msingi kwanza. Maana tunapozungumza maneno haya watu lazima wajue nyumba hii imejengwa namna gani, msingi wake uko wapi. Maana tunapozungumzia neno hili dini, sharti tuweze kufahamu. Mwalimu wangu, nina imani uko tayari. Naam. Jambo la kwanza ni tupate kuangalia, tujue dini. Tunaposema maneno dini tunamaanisha kitu gani? Na ninatoa ushahidi katika vitabu vyote viwili, alafu niweze kufundisha somo la siku ya leo. Kwanza tunaanza na kitabu ambacho hakina shaka ndani yake mwalimu wangu. Kitabu ni cha Ayubu 4 mstari wake ni wa 6. Inasema namna gani? Hii mic yangu ina base. Mwalimu. Naam, ndio mjambo. Ngoja kidogo kurekebishie. Alafu wasihesabu muda, waanze fresh. Haya, hii mic ina base. Ngoja watengeze kidogo. 1 2. Yako iko sawa? Iko sawa? Hii bado. 1 2. 1 2. Testing 1 2. Sawa sawa. 1 2. Mic check sawa. Haya, hapo mwalimu naona afuani sasa. Haya, akorokocho waanzishe sasa fresh. Asante sana. Hapo mazuri sana, panaleta wahai mwalimu wangu. Hapo ndio hivyo sasa. Sasa tuweze kuelewa tunapozungumzia neno hili dini tunamaanisha kitu gani katika maandiko. Ayubu 4 mstari wake ni wa 6 inasema namna gani mwalimu? Je, dini yako si matarajio yako? Sawa. Na matumaini yako sio uelekeo kwa njia zako. Kwa hivyo Biblia inatupatia jibu. Tunapozungumzia dini tunamaanisha njia. Na tukizungumzia njia tunakusudia dini. Hiyo ni kitabu cha kwanza mwalimu wangu. Naam. Ushahidi wa kitabu cha pili ambacho kinatumika kwenye meza, kitabu cha Qur'ani. Qur'ani 3 aya yake ni 99, inaitwa Suratul Imran. Soma. Al-Imran inasema, ndio. Sema enyi mliopewa kitabu. Kwa nini mnawazuilia watu na njia, yani dini ya Mwenyezi Mungu? Hicho ni kitabu cha pili kinatupatia maelekezo kwamba tunaposema dini tunakusudia njia. Kwa hivyo pasije pakainuka mtu akaanza kuleta maswali ambayo labda hayataeleweka. Siku ya leo, ipi njia ya uzima? Ama kwa lugha nyingine, ipi dini ya uzima? Hiyo imekauka hivyo mwalimu wangu. Maana hapa kuna dini mbili ambazo zinazungumziwa, lazima tuziangalie namna zilivyo. Kwanza nisomee Qur'ani sura 61 aya ya 9. Sura hii ilipokuja, hii dini inaonyesha kwamba si dini ya uzima bali ni dini ya mashindano. Inasema namna gani? 61 verse 9. Yeye ndiye alimleta mtume. Andiko linasema huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Yeye ndiye aliyeleta mtume. Yeye mtume alimleta mtume wake Nabii Muhammad, sawa, kwa uongofu, ndio, na kwa dini ya haki. Alafu ili kuifanya ishinde dini zote. Liyudhhirahu ala dini kullihi wala kari al-mushrikin. Ili dini hii ambayo inapatikana ndani ya Qur'ani ipate kushinda dini zote. Kwa hivyo hii dini si ya uzima, hiyo ukae kujua hivyo. Hii dini imekuja kufanya kitu gani mwalimu? Kushindana. Sawa mwalimu? Naam. Lakini leo tunaangalia dini ya uzima, sio dini ya kushindana.
Sasa tunapoanza safari yetu lazima tuweze kuelewa mambo haya mawili, maana mwalimu ama Waislamu watadai kwamba wao ndio wako na dini ya uzima, lakini nasubiri andiko kama hiyo, maana andiko ambalo litakuwa kwenye viwanja ni andiko moja litakaotembea kuanza mwanzo mpaka mwisho. Gani? 3:19 Qur'an. Hiyo ndio andiko watachezea hapo kama kinanda cha santuri. Soma mwalimu. Inasema Ndio, bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. sasa hiyo ndio andiko ambalo mwalimu wa Kiislamu awe yote atakayesimama hapa atakwama hapo. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu, na mimi sina shida na hiyo. Lakini siku ya leo atuangalie dini ya haki, tunaangalia dini ya uzima. Hiyo ukayo kielewa hivyo. Atuangalie haki ni njia ama dini ya uzima. Maana sasa maandiko yashakuwa wazi kwamba tukizungumza dini tunazungumza njia. Sasa mwalimu, tunaulizana, maana sisi wa Kristo tuko na njia yetu ama tuko na dini yetu ni gani? Yohana 14 aya yake ni ya 6. Leo ni mapito mapya kabisa, sipiti kule kwa kawaida mwalimu. Inasema Ndio, Yesu akamwambia mimi ndimi njia na kweli na uzima. Sawa. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo ina maana ukitaka kufika kwa Baba huwezi ukapita katika njia nyingine, huwezi ukapita katika dini nyingine, utapita katika njia ya Yesu Kristo. Kwa hivyo inamaanisha sisi wa Kristo kwa mujibu mkubwa ama mujibu wa maandiko yote mwalimu, tuko na njia ama tuko na dini ya uzima. Lakini tunapokuja upande wa pili, rafiki zangu Waislamu, je, mko na dini ya uzima? Mko na njia ya uzima? Nisomee Qur'ani sura ya 5 aya 35 mwalimu wangu. Inasema hivi, inaitwa Suratul Maida ama sura ya meza iliyoandaliwa vizuri kabisa. Soma. Enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu. Kwanza mnaambiwa nyie Waislamu mcheni Mwenyezi Mungu na tafuteni njia. Atimfanye nini? Tafuteni njia ya kufikiria pepo yake. Sasa wewe unaweza ukajiuliza, unapoambiwa utafute kitu ama utafute jambo fulani, je, hilo jambo uko nalo ama hicho kitu uko nacho? Bila shaka hauna. Kwa hivyo Muislamu yeyote hawezi akasimama akasema kwamba wao wako na njia ya uzima ama wako na dini ya uzima. Hawana, maana wanaambiwa watafute ndani ya maandiko. Lakini sisi tuko nayo na tumeona kwamba ni Yesu Kristo. Mwalimu wangu, sasa tunapozidi kuangalia hiyo hoja, lazima tuangalie, je, imekuwa namna gani na ilianza wapi? Nisomee kitabu cha Qur'ani kwanza 43:12 ama 42:13. Barikiwa. 42:13. Soma andiko hiyo. Qur'ani inasema hivi, na amekupeni sheria dini ile. Na ningependa Waislamu ambao mko hapa msikilize vizuri andiko hili, maana andiko hili uende ukachezewa karata ambao hujui. Andiko linasema Mwenyezi Mungu amekupeni sheria ya dini ile. Sawa? Aliyemuhusia Nuhu. Kwa hivyo hiyo dini haijatajwa jina mwalimu. Hiyo dini Nuhu amehusiwa, alafu na tuliokufunulia wewe Muhammad, ushike vizuri, hajahusiwa hiyo dini. Yeye amefunuliwa tu akaiona, ndio ile dini. Yeye hajahusiwa, alafu na tuliohusia Ibrahimu na nani? Na Musa na nani? Na Yesu ni Isa. Sawa, kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Sasa mwalimu anaweza akaja akapinda ulimi akasema hii dini ambayo ilikuwa na Isa, ilikuwa na Ibrahimu, ilikuwa na Muhammad, kwamba ni dini ya Uislamu. Lakini mimi nataka kuondoa hiyo shaka siku ya leo. Hiyo dini sio dini ya Uislamu, maana haijatajwa. Inasema tu amekuhusieni sheria ya dini ile aliyomuhusia Ibrahimu na Nuhu na Isa, lakini Muhammad akafunuliwa tu. Sasa Muhammad alifunuliwa dini gani? Akaiona ndio hii. Qur'ani sura ya 2 aya ya 62 mwalimu wangu. Inasema katika walioamini mitume ya zamani huko, sawa, na Mayahudi na Wakristo na Wasabai. Katika andiko hiyo hakuna Waislamu hapo ndani mwalimu wangu. Naam. Hiyo andiko naomba niliachia hapo, ili mwalimu atakapokuja aingie kwenye mtego kabisa, aseme uko shida mkwenda. Kwa hivyo dini ambayo Muhammad amefunuliwa akaiona ni dini ambayo mitume na manabii wa zamani walikuwa ndani yake, na hiyo dini Wakristo, Wasabai na Wayahudi. Muislamu hapo hayuko.
Sasa kama yuko, utasemaje kwamba manabii wote walikuwa ni Waislamu? Hiyo ya kwanza. Mwalimu wangu, Naam. tuingie katika Biblia, maana leo tunasoma vitabu vyote. Hii dini ambayo manabii wote na mitume wote walihusiwa, walikuwa ndani, ilikuwa ni gani? Petro wa kwanza 1, piga aya yake ni ya 10. Inasema, Ndio, katika habari ya wokovu huo, sawa. manabii walitafuta Manabii walitafuta na kuchunguza na wakachunguza ambao walitabiri habari ya wokovu sawa, utakawafikia nyinyi. soma. Wakatafuta ni wakati upi, Manabii wakatafuta ni wakati upi, na ni wakati wa namna gani, na wakatafuta ni wakati wa namna gani ulioonywa na Roho wa Kristo aliyekuwa ndani yao. Kwa hivyo Roho wa Kristo alikuwa ndani ya manabii na mitume. Kwa hivyo kama alikuwa ndani ya manabii na mitume, walikuwa waitwe kwa jina gani? Ama walikuwa watu wa dini gani? Mwalimu wangu, Naam. tunaanza na mitume na manabii kwa mbali. Nisomea Efeso 2:20 kwanza. Inasema, Ndio, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, sasa nyinyi wa Kristo mmejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ndio. ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, na Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Hapo tumepata imekauka. Sasa kama manabii tumejengwa juu ya misingi yao, walikuwa ni wa dini gani? Mwalimu wangu, tunaanza na Ibrahimu, yeye alikuwa ni wa dini gani? Nisome kitabu ni cha Wagalatia 3:29. Kama nyinyi ni wa Kristo, Naam, basi kama ninyi ni wa Kristo, andiko alikosema kama ninyi ni Waislamu, kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa wazao wa Ibrahimu, wa Kristo mmekuwa uzao wa Ibrahimu, na warithi sawasawa na ahadi. na tena mmekuwa warithi sawasawa na ahadi. Kama ninyi ni nani? Wa Kristo. Hapo hakuna Muislamu ameingia hapo. Hakuna. Kwa hivyo Ibrahimu, yeye tunaona moja kwa moja alikuwa na imani ya Yesu Kristo, imani alikuwa ni Mkristo. Ya pili, andiko likasema Musa alikuwa wa imani hii. Sasa tuulize, Musa imani yake ilikuwa ni gani? Mwalimu wangu, Naam. 7:37 kitabu ni cha Matendo ya Mitume. Inasema hivi, Ndio, Matendo ya Mitume sura ya 7 aya 37. kuna mufti anazunguka hapa, anasema hivi, Naam, Musa huyo Musa ndiye aliwaambia Israeli, ndio, Bwana Mungu wenu atawainueni nabii katika ndugu zenu kama mimi. sawa, Msikieni yeye. ndio. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Yeye Musa ndiye alikuwa katika kanisa jangwani. Sasa wewe jiulize, wanaenda kanisani Waislamu ama Wakristo? Maana utasikia hapo, Musa alikuwa Muislamu, sijui akafanya karaka. Hiyo vitu vyote tutavisubiri hapa. Kwa hivyo Musa alikuwa ni mtu wa kwenda kanisani wala msikitini, ana habari yake. Mwalimu wangu, tuko pamoja? Naam. Sasa tuingie upande mwingine sasa. Maana Waislamu tumeonyeshwa kwamba hawana njia, wanaambiwa watafute. Sasa kama wanatafuta kwa misingi gani? Wakati hata kiongozi wao hana harufu ya kuwa Muislamu. Mwalimu wangu, na sijasema kwa ubaya, maana kama ilikuwepo kuna ushahidi Muhammad alikuwa Muislamu, nitahitaji ushahidi hapa. Maana kwa sababu gani? Nisomee Qur'ani sura ya 6 aya ni ya 14, nikuonyeshe Muhammad hakuwa Muislamu. Soma. Inasema hivi, Ndio, sema, sawa. Je, ifanye mwana wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, ndio, naye kulisha wala alishi. soma. Sema, Hakika mimi Muhammad nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Kwa hivyo Muhammad ndiye anaamrishwa awe wa kwanza katika wenye kusilimu. Sawa mwalimu? Sawa kabisa. Kusilimu ni kufanya nini? Qur'ani sura ya 6 aya 122. Inasema hivi, Ndio, maana halisi ya kusilimu. ndio hiyo. Je, Aliyekuwa maiti, sawa. kisha tukamuhuisha, tukamjalia nuru. Yani aliyekuwa kafiri, Aliyekuwa kafiri kisha kasilimu. Kwa hivyo ukisema kwamba mtu amesilimu, ina maana alikuwa katika ukafiri, akatoka kule akajiunga na dini ya Uislamu. Muhammad kwa maneno yake anasema ameamrishwa awe wa kwanza katika wenye kusilimu. Sasa mimi natia dukuduku hapa mwalimu. Naam. Kama Muhammad ndio wa kwanza katika wenye kusilimu, ukija hapo mwalimu wetu, mwalimu wa Kiislamu, utueleze mambo yafuatayo. Maana ukisilimu lazima upige shahada, useme ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Utuonyeshe wapi Muhammad alitamka kalima ya la ilaha illa Allah, ya kwanza hiyo. Ya pili, ili Muhammad awe Muislamu, nani aliyemsilimisha? Ya tatu,
aliingia msikiti upi ndio akawa Muislamu. Wacha nimalizie hapo kwa kwanza. Hayo maneno matatu ukituonyesha leo hii ndio tunajua kumbe dini hii iko na mwelekeo wake mwalimu wangu. Lakini kama itakuwepo wewe ubaki ukisema sura 30 sijui watu wote walikuwa Waislamu sijui nini, naomba huyo atoke hapo. Huyo atoke hapo. Tunaitafia na microphone. Naomba hapo babaki tu hivyo tu. Tukiingia mtu hapo. Endelea mwalimu. Wao unapotea mwalimu. Sasa mwalimu wangu, nilikuwa nasemaje? Asije akasema mtu hapa sura 30, hebu soma hiyo andiko kwanza mwalimu wangu. 30. Inasema hivi, wenye kitu mkinge pale kabisa pale basingie wote. Soma. Umbile sio inasema ndio 30 kwa nafasi. Uelekeze usawa katika dini hiyo sawa sawa. Sawa. Ile umbile Mwenyezi Mungu aliumbia watu. Yaani dini hii ya Uislamu. Yaani dini hii ya Uislamu inafikiana barabara na umbo la kibinadamu. Ile andiko ukiliangalia liko na dukuduku ndani yake. Lakini naliachia hapo, nitakuja wakati mwingine kuja kulieleza vizuri. Usije hapo kasema kwamba Muhammad alikuwa Muislamu tangu alipozaliwa. Hakuna. Muhammad anasema ameamrishwa awe wa kwanza katika wenye kusilimu. Sawa mwalimu? Sawa kabisa. Sasa Muislamu anaweza kuja akasema na kama yeye ndio wa kwanza mwalimu wangu, wa pili alikuwa ni nani? Ndio alikuonyesha imani imekuja na Muhammad tu juzi. Nisomee 12:20 kitabu cha Qur'ani kwanza mwalimu wangu. Qur'ani 12:20 tanbii. Inasema ndio unaona kuuzana slave trade kulikuwa zaidi ya miaka 4000 kabla ya kuja dini ya Kiislamu. Kabla ya kuja dini ya Kiislamu aliyokuja nayo ndio Nabii Muhammad. Kwa hivyo dini ya Kiislamu aliyokuja nayo ni nani? Muhammad. Ndiye amekuja nayo. Hilo la kwanza. Sasa tunaingia upande wa pili. Kama ndiye amekuja nayo kwanza, alipeleka wapi? Nisomee kitabu cha maisha ya Nabii Muhammad, ukurasa wake ni wa 18. Inasema namna gani? Inasema ndio basi Muislamu wa mwanzo kabisa ni mwanamke. Khadija binti Khuwailid. Sawa. Bibi huyu ndio alisilimu siku hiyo. Ndio akafanya ibada na mtume. Sawa. Usiku ule kabla ya mtu yote ulimwenguni. Kwa hivyo kabla mtu mwingine yote ulimwenguni, asije hapa akasema kwamba ni pale Maka. Hapana, ni kabla mtu yote ulimwenguni. Mtu wa kwanza kufanya ibada na Muhammad alikuwa ni Bi Khadija. Kwa hiyo Muhammad ndiye amekuja na imani ya Kiislamu. Imani yetu ya Kikristo imekuja na nani na ilitoka wapi? 12:2 kitabu cha Waebrania mwalimu. Inasema ndio 12:2 Waebrania. Ukimtazama Yesu Kristo mwenye kuanzisha, kumbe Yesu ndiye mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Yesu ndiye mwanzilishi na ndio mkamilishaji wa imani yetu. Mwalimu wangu, naam. Hii imani ya Kikristo imetoka wapi? Chukua Baruani 4:131. Baruani 4:131. Ile 131. Kwenye tanbii. Sawa? Kitabu kikubwa 131 sio? Inasema hivi. Naam. Tanbii ni muhimu sana. Inasema tumewahusia watu wa dini zilizotoka mbinguni. Kwa hivyo hizi dini zimetoka wapi? Mbinguni. Soma. Katika watu wa kitabu na nyinyi Waislamu. Kwa hivyo dini ya Kikristo ama dini ya watu wa kitabu imetoka wapi? Mbinguni. Sasa tunauliza watu wa kitabu kina nani? 5:68 Baruani. Tanbii 5:68. Mapito mapya kabisa. 5:68. Hatari sana. Ndio watu wanakunywa maji hapa. Inasema hivi sijataja mtume waambie watu wa kitabu yaani Biblia. Kwa hiyo watu wa kitabu, hicho kitabu kinachotajwa ni kitabu gani? Biblia. Sawa mwalimu? Sawa kabisa. Sasa kama hicho kitabu ni Biblia, wanaokifuata kina nani? Naam. 16:125 Baruani. 16:125. Mapito mapya kabisa. Nasubiri tu akuje hapo. 16 leo tunabatiza mtu 16:125. Inasema haya matanbii. Tanbii mwalimu. Inasema ndio najadiliana na watu wa dini. Zilizotangulia. Kwa hivyo kuna dini zilizotangulia, sawa? Watu gani? Katika watu wa Biblia. Yaani Mayahudi na nani? Wakristo. Kwa hivyo dini ya Kikristo ilitangulia na imekuja nyuma. Imetangulia. Na ya Kiislamu 62:3 Qur'ani. Na amemeta kwa wengine miongoni mwao. Ndio. Walio bado kuungana nao. Sawa?
nao ndio sisi. Wakina nani? Waislamu. Sawa, tuliokuja nyuma. Kwa hivyo dini ya Kiislamu imekuja nyuma, ikapata dini ya Kikristo ilitangulia na ikakauka. Dini ya Kikristo ndio imekuwa na manabii wote na mitume wote wamekuwa wa dini hiyo hiyo, na hakuna mtu anaweza pinga hiyo. Labda kama leo kutaonekana hoja nyingine mpya mwalimu ya kukanusha hoja hiyo, lakini kama ninavyotoka hapa hakuna, na ninakuhakikishia hakuna. Lakini atakuja mtu hapa anaweza kusikia Kasina amesema. Ukisikia hivyo ujue huyo mtu hana maandiko. Hiyo ya kwanza. Sio umesema vitabu. Ni vitabu tumesema. Naam. Kwa hivyo imani yetu imekamilika na imetangulia mwalimu wangu. Kweli kabisa. Wacha nimalizia pale, sitaji kupigiwa kengele. Bado dakika 5 mwalimu. Dakika 2. Naona dakika 2 bado ziko pale mwalimu wangu. Usibakishe. Nilikuwa naona mwenyekiti kama amesimama. Hii dini ya Kiislamu mwisho wake ni upi? Mwalimu wangu sijui unanielewa? Nakupata. Muntakhabu hadithi ukurasa wa 7. Muntakhabu hadithi ukurasa wa 7. Inasema hivi maneno mazuri. Ndio. Hudhaifa radhiallahu anhu wamesema. Sawa. Kwa mtume amesema. Mtume amesema nini? Uislamu utadhoofika. Kama vile unaona jioni ya leo, Uislamu utadhoofika, utafifia, na Uislamu utafifia pole pole. Sawa? Kama nguo inavyofifia. Mpaka itajulikana saumu wala zaka wala hija. Ndio. Katika siku moja Qur'ani yote itaondoka katika nyoyo za watu. Sawa. Haitabaki hata aya moja duniani. Ndio. Na ni vikundi vichache tu vya watu. Ni vikundi vichache tu vya watu. Ya watu wazima na wazee watasema, wanaume na wanawake. Vitabaki. Ndio. Na watasema nini? Tuliona mababu zetu wakisoma kalima ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo Uislamu kulingana na hadithi, Uislamu unafifia pale pale mwalimu wangu. Kabisa unaisha. Kama vile utaona jioni ya leo, maana watakosa andiko, utasikia 3:19. Mimi nakusubiri na 3:19 ili nikuonyeshe hilo andiko aliigimba hadi popote. Mada ya siku ya leo. Dini ya uzima. Sawa mwalimu? Labda nakumbushe. Ile dini 14:6. Yesu akajibu akamwambia, akasema mimi ndimi njia na nini? Kweli na uzima. Kwa hivyo mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. 12:23 wa Ibrania inasema ndio mkutano mkuu na kanisa za walizaliwa wa kwanza na waliozaliwa walioandikwa mbinguni. Kwa hiyo wote ambao wanaenda kanisani majina yao yameandikwa wapi? Mbinguni. Register iko. Muislamu ukija hapa utuonyesha andiko ndani ya Qur'ani, wote ambao wanaenda msikitini majina yao yako mbinguni. Kama hakuna, unakaribishwa kanisani, ubatizwe, uweze kuwa muumini mzuri kabisa, ufanye ibada ambayo inakubalika na manabii na mitume. Mwenyekiti. Asante sana Mwalimu Steven Kasina. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo ni somo la Wakristo linasimamishwa na Mwalimu Steven Kasina. Amesema dini ya kweli ni Kristo. Sijui kama mmemwelewa. Sasa tunasubiri mwalimu wa Kiislamu akuja atuambie dini ya kweli ni gani. Sisi tumeshasema dini ya kweli ni gani. Hivyo hivyo kama kuna wachungaji ama pasta kutoka kwa kanisa lolote, karibuni, viti zenu ziko pande hii. Hii ni mkutano wa Wakristo na Waislamu. Kama kuna kiongozi yeyote wa Waislamu wako pande hiyo, kiti ya viongozi ya Waislamu iko pande hii. Karibuni, hii ni mkutano open tena wa kweli, isiyo na matata, ni makubaliano. Biblia na Qur'ani ndio inaongea. Mpaka hapo nitamuita mwenyekiti wa upande wa Kiislamu, kisha atupe mwalimu atufundishe dini ya kweli na uzima ni ipi. Mwenyekiti, karibu mwenza. Asante sana mwenyekiti. Tunashukuru, tunaona mkutano unaenda mzuri. Bwana Kashina amepeleka yake. Sasa tunaita mhubiri wa Kiislamu Bwana Ali. Nasikia Kashina vile amepeleka. Peleke mfundishe kidogo. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد يكون شكر الله سبحانه وتعالى نكم تكيا إحمنا أمانة في كيام تموت محمد صلى الله عليه وسلم.
Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia wakati kama huu. Bonyeza mwenyekiti. Ndugu yetu amezungumza sana, lakini hajatuambia Ukristo ni dini ya nani. Hajatuambia Ukristo ni dini ya nani, hajatuambia. Leo mada ni dini. Lakini sikiza dini ya Mwenyezi Mungu ambayo iko ndani ya kitabu cha Qur'ani. Kwanza alianzia, hebu nisomee Ayubu 6:4. Hapo ndio alianzia. Je, dini yako sio matarajio yako? Dini yako sio matarajio yako? Na huo uelekevu wa njia zako? Na huo uelekevu wa njia zako? Njia yako ni gani? Kisha ukatuambia Yesu ndio njia. Ina maana Yesu ndio dini. Na juzi uliua Yesu, tukamuua, tukamzika ukiwa hapa. Jana ukasema ni Mungu. Na yule Mungu wako uliua juzi, na jana ukasema ni Mungu, leo unamfanya ndio njia, ndio dini. Wewe mbona unachanganya Wakristo? Jamani, dini ilikufa juzi, leo mtatoa wapi? Je, wewe Yesu ulikuwa na dini? Hiyo dini yako hawa watu hawajui. Timotheo ya kwanza baba. Peleka Biblia kule. Hiyo Biblia peleka huko. Timotheo ya kwanza baba. Katika siku za 4:1 maelezo. Inasema hivi, katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho watu wengi watajitenga na Kristo. Nyinyi watu wengi mtajitenga na Kristo na dini yake. Na dini yake. Hiyo dini ya Kristo ilikuwa gani? Mbona hamsemi? Unasema Yesu ndio njia, mara unamua hiyo njia, mara unamfanya ni Mungu. Wacha kuchanganya Wakristo bwana. Je, kisha akasema 3, akasema dini ni njia 3:99 Qur'ani. Na kweli ni njia dini. Inasema hivi, lakini sio Yesu. Yesu uliua juzi. Twende baba. 3:19 Qur'ani. Twende baba. Bismillahirrahmanirrahim. 3:99 Qur'ani njia 9. Niko hapo inasema hivi. Iseme baba. Enyi mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Enyi mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Nasema enyi mliopewa kitabu. Enyi mliopewa kitabu. Kwa nini? Kwa nini mnawazuilia watu na njia dini ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini nyinyi wanadamu mnazuilia watu na njia ya dini ya Mwenyezi Mungu? Leo ukisema Ukristo ni dini ya Mwenyezi Mungu, mimi naenda kanisani. Yaani ukitoa andiko ndani ya Biblia, ndani ya Qur'ani, hata kwa gazeti useme Ukristo ni dini ya Mungu, mimi naenda kanisani. Ukristo dini ya Mungu. Ukristo ni dini lakini sio dini ya Mungu, na kueleza ukweli. Je, dini ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Allahu Akbar. Ni dini ya manabii. Somea Qur'ani baba. Kisha akasema kama wewe ni Mkristo, sijui uko ndani ya Kristo, sijui utakuwa nani. Paulo andisoma Petro wa kwanza 2:4, alafu nikuonyeshe ukiwa ndani ya Yesu utakuwa nani. Petro wa pili wa kwanza, waraka wa Petro 1:2, akasema ukiwa ndani ya Yesu sijui utakuwa na nini, alafu nitakuonyesha ukiwa ndani ya Yesu utakuwa nani. Waraka wa kwanza wa Petro 1:2. Twende baba. Wenye kuandika kitabu cha inasema kama vile Mungu Baba alivyotangulia, wajua katika kutakaswa, akajua katika kutakaswa na roho, hata mkapata kutii na kunyunyuziwa damu ya Yesu Kristo. Neema na amani na ziongezwe kwenu. Ahimidiwe Mungu wa baba wetu Yesu Kristo. Yaani Mungu wa baba wetu ni Yesu Kristo. Alafu bado umemfanya ndio dini. Je, ukiwa Kristo ako ndani yako, wewe utakuwa nani? 8:10 Waebrania. 8:10 Waebrania. Waebrania. 8:10 Warumi, pole, 8:10 Warumi. Wewe, inasema hivi, sijui nitatajwa, hakuna mtu atakutaja. Tunataja neno la Mungu atakutaji. Twende baba. 8:10. Na Kristo akiwa ndani yenu. Wewe kama Kristo atakuwa ndani yako, mwili wenu umekufa. Mwili wako kwanza ni maiti.
mwili wenu umekufa. Mwili wako itakuwa imekufa kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu wewe uko na dhambi nyingi na Kristo yuko ndani yako. Dhambi umebeba, wewe umekufa. Alafu natuambia hiyo ndio njia. Je, nakuja hoja yako tu. Akasoma baruani. Akasoma Qur'ani 6:14. Wacha nifundishe dakika 5 alafu ndio nivunje hoja yake dakika 5 alafu nisomeshe watu. 6:14 Qur'ani inasema hivi kwenye kuandika. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ndio. Sema. Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, je, mimi nimfanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu kama vile wenzetu leo wanafanya Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Twende baba. Naye hulisha wala halishi. Yeye Mwenyezi Mungu hulisha wala halishi. Sema. Hakika mimi nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Yeye ameamrishwa awe wa kwanza wenye kusilimu. Wa kwanza wenye kusilimu, maana yake kulikuwa na wengine. Je, kulikuwa na Waislamu kabla yake au ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye alianza Uislamu? Somea Qur'ani baba. Somea Qur'ani 42:13. Amekupeni sheria dini ile. Mtume Muhammad anaambiwa na Mwenyezi Mungu alipewa sheria ya dini ile. Ndio Musa Nuhu. Ndio Nuhu, hiyo dini ilikuwa ya Nuhu. Tuliokuhusia wewe. Na kisha akahusiwa Nabii Muhammad. Tuliomuhusia Ibrahimu. Akahusiwa Ibrahimu, Uislamu ndio dini. Na Musa akapewa Uislamu. Na Isa. Na Yesu akapewa Uislamu. Kwamba simamisheni dini wala msifarikiane kwayo. Wakaambiwa wasimamishe dini ya Mwenyezi Mungu wala wasifarikiane kwayo. Je, hao manabii waliohusiwa dini ya Mwenyezi Mungu walikuwa Waislamu au walikuwa walokole? Somea Qur'ani baba. 47:33. 47. Mzee wa kanisa utaangalia tu, hakuna shida. Twende baba. 47:33. Twende baba. Inasema enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume. Tunaambia tumtii Mwenyezi Mungu na tutii mtume wetu. Wala usiharibu vitendo vyenu. Wala tunaambia tusiharibu vitendo vyetu, kwa sababu tusije tukasema wanadamu ni Mungu au ng'ombe ni Mungu au Yesu ni Mungu. Twende baba. Naendelea kusema hakika wale waliokufuru na kuzuilia watu na njia ya Mwenyezi Mungu. Hakika wale waliokufuru kisha wanazuilia watu njia ya Mwenyezi Mungu, kisha wakafa nao ni makafiri. Kisha wakikufa watakuwa ni makafiri. Mwenyezi Mungu hata wasamehe makosa yao. Mwenyezi Mungu hata wasamehe makosa yao, kwa sababu Mungu ameleta manabii na ameleta dini moja. Mungu hawezi leta dini tofauti na akawatuma manabii wake. Ule ni Mungu wa kuchanganya wanadamu. Je, hii dini ya Uislamu ilianzia wapi ndio ikafikia kwa hao manabii wa Mwenyezi Mungu? Nisomee Qur'ani baba 2:213. Watu wote walikuwa dini moja ya haki. Watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Na Nabii Adam. Wewe kama wewe ni mwanadamu, babu yetu Adam ndio alikuja na Uislamu. Mimi nafuata babu yetu Adamu alikuwa Muislamu. Jipime wewe kama wewe ni mwanadamu na umetokana na Adamu, dini yako ni gani? Twende baba. Kisha wakahitirafiana. Basi Mwenyezi Mungu akawaletea manabii watu hao habari njema. Mwenyezi Mungu akawaletea manabii ambao wanatoa habari njema. Pamoja na hao manabii akawateremshia vitabu vilivyoshikamana na haki ili vihukumu baina ya watu katika yale waliohitirafiana. Hao manabii Mwenyezi Mungu hakuwatuma hivi, aliwapatia vitabu ambao hizo vitabu vilishikamana na haki ili vihukumu baina ya hao wanadamu. Wakaanza kuchanganyikiwa hapa duniani. Wengine wakasema tuabudu ng'ombe, wengine wakasema tuabudu wanadamu, wengine wakasema hakuna Mungu. Ili tusiwe kama wale, Mwenyezi Mungu akawatuma hao manabii na akawapatia vitabu. Je, hao manabii waliopewa hizo vitabu na wakatumwa na Mwenyezi Mungu walikuwa Waislamu au walikuwa Wakristo? Allahu Akbar. Nisomee Qur'ani 26:112. 26
112 Qur'ani. Twende baba. 26 112 Qur'ani inasema hivi. Iseme baba. Akasema nazijuaje amali njema walikuwa wakizifanya? Wanajuaje amali njema wale waliopita walipofanya amali njema, yeye atajuaje? Hata Mwenyezi Mungu akawachagua kuwa Waislamu wa kwanza. Hata Mwenyezi Mungu akawachagua wakawa Waislamu wa kwanza. Hawa waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu wakawa Waislamu wa kwanza. Ukikuja hapa utuambie walikuwa nani? Walikuwa kina nani? Ulisema Muhammad ndio alianzisha Uislamu. Hawa walichaguliwa na Mwenyezi Mungu wakakuwa Waislamu. Walikuwa kina nani? Sio mtu mmoja, walikuwa wengi. Je, kuna wale walichaguliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala wakakuwa Waislamu. Je, wewe Ibrahimu mtume wa Mungu ulikuwa Muislamu au ulikuwa Mkristo? Some Qur'ani baba. 3:67 inasemaje? Qur'ani 3:67 Iseme baba. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo. Sikiza wewe Mkristo, fungua sikio lako na usikize neno la Mwenyezi Mungu. Unaambia Myahudi Ibrahimu hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo. Sikiza alikuwa nani? Inasema hivi, Ibrahimu hakuwa Yahudi wala Mkristo. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo. Na wewe leo Mkristo unajua Ibrahimu ni baba wa imani. Na mimi Muislamu namjua Ibrahimu ni baba wa imani, tena imani ya Kiislamu. Twende baba. Lakini alikuwa mwongofu, Muislamu, na alikuwa mwongofu kisha alikuwa Muislamu Ibrahimu. Lakini Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo. Mwenyezi Mungu anatuthibitishia, anatuambia alikuwa Muislamu, tena Muislamu kamili. Je, kuna wengine? Allahu Akbar. Nisome Qur'ani 3:52 inasemaje? Qur'ani 3:52 iseme baba. Huyo ni Ibrahimu. Sikiza, Yesu naye alikuwa Muislamu. 3:52 niko hapo, inasema hivi. Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema. Isa alipohisi kati yao kuna ukafiri alisema, ni nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Ni nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema, wanafunzi wa Bwana Yesu wakasema, wamesema ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu, tumeamini Mwenyezi Mungu na ushuhudie kwamba sisi ni Waislamu. Wanafunzi wa Bwana Yesu alipowauliza nani atakuwa msaidizi wake wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu, wanafunzi wake wakasema, sisi tutakuwa wasaidizi wako na ushuhudie ya kwamba sisi ni Waislamu. Yesu ni Muislamu, Ibrahimu Muislamu, Adamu Muislamu, Muhammad Muislamu. Je, wewe Musa mtume wa Mungu, kuna wanadamu wanakusingizia wewe ulikuwa Mkristo. Je, wewe Musa wewe ni Muislamu au ni Mkristo? 4:84 baba. 4:84 inasema, kitabu ni cha Qur'ani. Iseme baba. Inasema hivi, 4:84 iseme baba. Inasema na Musa akasema, enyi kaumu yangu. Musa anauliza kaumu yake, yani watu wake, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi wanadamu mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kama tumemwamini Mwenyezi Mungu na sisi sote wanadamu ni Waislamu, basi tumtegemee Mwenyezi Mungu huyo mmoja, na sisi tumekuwa Waislamu. Je, kulikuwa na wengine baada ya Musa na kabla ya Musa? Some Qur'ani hapo baba. Allahu Akbar. Manabii wote Waislamu na sisi sote tunafaa kuwa Waislamu. Mambo ya kudanganya, mtu anakuambia Yesu ndio njia wakati Yesu alikufa juzi. Yaani wewe unaua Yesu ambaye ni njia. Sasa utatoa njia wapo wakati njia imekufa? Some Qur'ani baba. 61:8 ndio aliguza. 61:8 mpaka 14 soma. Yeye aliwatia hapo 9. Qur'ani 61:8. Inasema hivi, iseme baba.
61:8. Wanataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu. Huwezi ukazima nuru ya Mwenyezi Mungu. Mnataka kuzima nuru ya Mwenyezi Mungu ya Uislamu kwa vinywa vyao, kwa vinywa vyenu tu mje mkasimame hapa mzime nuru ya Uislamu. Hamwezi kuzima nuru ya Uislamu. Twende baba. Na Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake ijapokuwa makafiri watachukia. Mwenyezi Mungu atakamilisha nuru yake japokuwa makafiri watachukia. Yeye ndiye aliyemleta mtume. Yeye ndiye aliyemleta mtume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa uongofu na kwa dini ya haki ili kuifanya ishinde dini zote japokuwa na kwa dini ya haki ili ishinde dini zote za upotovu. Ijapokuwa washirikina watachukia. Japokuwa washirikina ambao wanageuza mipango ya Mwenyezi Mungu, hao ndio washirikina wataichukia dini ya Uislamu. Shuka pa 14 baba. Waje 14. Na inasema enyi mlioamini, wewe wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi ndio wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu hapa. Kama huwezi kuficha haki na sisi tuko hapa. Twende baba. Kama alivyosema Isa bin Maryam. Waambia wafuasi wake maneno haya. Akawaambia wafuasi wake maneno haya. Ni nani wasaidizi wangu kwa ajili ya kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Yesu anauliza wanafunzi wake, nani atakuwa wasaidizi wake ya kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Wafuasi wake wakasema, sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Wafuasi wa Yesu wakasema, sisi tuko tayari kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Basi taifa moja la wana wa Israeli liliamini na taifa jingine lilikufuru. Taifa moja la wana wa Israeli likaamini na taifa lingine likakufuru. Basi tutawatakia nguvu wale walioamini juu ya maadui zao na wakawa wenye kushinda. Wale waliamini Yesu ama Isa bin Maryam watawekwa mbele na Allah subhanahu wa ta'ala, na hawa ndio Waislamu. Je, kuna Waislamu wengine 71 28 Qur'an. Nuhu akasema, sikiza Nuhu naye ni nani? Mola wangu nigufirie mimi, nisamehe mimi. 71 nipate vizuri. 71:28 Qur'ani baba. 71:28 nimeipata. Inasema hivi. Niseme baba. Mola wangu nikufirie mimi na wazee wangu, nisamehe mimi na wazee wangu, na kila aliyeingia nyumbani mwangu hali yakuwa ni Muislamu. Kila aliyeingia nyumbani mwangu hali akiwa Muislamu. Na Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Wala usiwazidishie madhalimu ila maangamizo. Usiwazidishie madhalim ila maangamifu. Japokuwa Waislamu anaombewa rehema na Nabii Nuhu. Je, hawa ambao akasema uzima huwezi pata hapa duniani, uzima paka ufe upate janna ya Mwenyezi Mungu. 40 Qur'ani baba. Ukifanya ubaya hapa duniani malipo utapata tu, na ukifanya vizuri malipo utapata tu. Twende baba. Afanyaye ubaya atalipwa ila sawa na huo uovu wake. Na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, sharti lazima uwe Muislamu. Hao wataingia peponi, yani paradise. Hao wataingia peponi paradiso, waruzukiwe humo bila hisabu. Hawa Waislamu uzima wanapata siku ya mwisho, kwa sababu hapa duniani lazima wafanye vitendo mema. Some hapo baba. 43:68 Qur'an. Enyi mliamini. Inasema hivi. 43:68. Enyi mliamini. 68 nimeipata. Inasema enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Hamtakuwa na hofu waja wangu mlio wazuri siku hiyo. Kuna siku inakuja wala hamtakuwa na huzuni wala hamtakuwa na hofu siku ya mwisho. Twende baba. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu na walikuwa Waislamu kamili. Waja wa Mwenyezi Mungu ambao waliziamini aya za Mwenyezi Mungu na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini, peponi. Wanaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ingieni bustanini.
peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Mwingieni bustanini peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Ukifika hapa utuambie nyinyi wa Kristo mtaenda wapi? Nyinyi na wake zenu mtaenda wapi? Sisi tumeahidiwa twende peponi, sisi na wake zetu. Ulitaja uzima. Je, akazungumza sana baba. Hebu nisomee kitabu cha Timotheo 20. Sita 20 nasemaje? Tunashuka kwa maelezo. Timotheo. Mwenyekiti, ndio utamu imeanza. Hai. Asante sana Bwana Ali. Nafikiri Timotheo tamaliza baadaye. Tumeshukuru majibu yako mzuri na umeendesha mzuri yenye busara. Sasa namkabidhi mwenyekiti mwenza anyanyue pasta ama mhubiri wa Kristo. Asante sana, asante mwenyekiti. Kwa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Umemsikiza mwalimu wa Kiislamu. Sasa namrudisha mara ya pili mwalimu wa Kristo Steven Kasina kwa dakika 10 apitie yale Muislamu amewaambia, alafu faida yake nyinyi mjue ukweli. Karibu mwalimu Steven Kasina, njoo utuambie mwalimu wa Kiislamu amesema ukweli ama ametudanganya. Karibu. Asante mwenyekiti. Na nashukuru sana kwa mwalimu wa Kiislamu, maana amejaribu kufundisha, maana siwezi sema kwamba katukana, amejaribu kufundisha sana mwalimu wangu. Lakini ni vizuri unaposoma maandiko unayazingatia kwanza. Mfano mwalimu wangu, mwalimu wa Kiislamu ametoka hapa, amesoma kitabu cha Waroma 8:10 na akalete jambo fulani katika andiko hiyo, ambayo ukiwa msomaji wa maandiko utajua bwana kapiga chenga tu. Na kwanza haujatufundisha dini ya uzima kama ni Uislamu. Wamesema tu Adamu alikuwa, sijui manabii walikuwa. Tunahitaji dini ya uzima. Soma mwalimu andiko hiyo. Warumi 8 amesoma 10 hapa. Amesoma 10. Na Kristo akiwa ndani yenu. Sasa hapa ndio alikuwa anaangalia uzito. Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, na akaachia hapo. Lakini ungeteremka na andiko ungeweza kuelewa vizuri. Sasa mwalimu wangu, anza mstari wa 9 alafu malize 10 yote. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, na usikilize vizuri mwalimu wa Kiislamu, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nyinyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Sawa? Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kama vile amedhihirisha hapa, huyu si wa Kristo. Endelea. Na Kristo akiwa ndani yenu, ndio mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Sawa? Bali roho yenu hai kwa sababu ya haki. Sasa ungemaliza mpaka pale chini, ingekuwa na shida gani? Angejikuna. Ndio sijamuelewa huyu bwana. Maana andiko liko tu wazi, anaangalia hapa juu. Unajua huwezi panda mtu ukianzia hapa. Lazima uanze pale chini uelewe. Andiko linasema kama ukiwa na roho ndio utaweza kuelewa. Lakini sasa mwalimu, tumchunguze yeye. Masuala ya roho vipi? 17:85 Qur'an inasema ndio. Na wanakuuliza habari ya roho. Sawa, sema ndio. Roho ni jambo lilohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Nanyi hamkupewa, nyinyi hamkupewa elimu, ujuzi, ndio, ila kidogo kabisa. Sawa? Na ni elimu ya vitu, na hiyo elimu ni ya vitu visivyohusika na roho. Sasa huyu ataelewa masuala ya roho kweli? Hawezi akaelewa, kwake ni mteja. Ndio maana imekuwa ni mtihani namna hiyo. Mwalimu wangu akasoma kitabu cha Qur'ani 47:33 akasema kwamba lazima wamtii Mtume Muhammad katika kila jambo. Sawa? Sasa kama utamtii Mtume Muhammad katika kila jambo, lazima tueleze mambo mawili matatu ambayo tumeweka mezani. Gani? 6:14 Qur'ani. Sema. Ndio. Nifanye Mola wangu asiye Mwenyezi Mungu. Sawa? Naye hulisha wala halishi. Ndio. Sema. Hakika mimi Muhammad nimeamrishwa niwe wa kwanza katika wenye kusilimu. Sasa ungekuja ndio unamfuata Muhammad vizuri, ungetueleza nani aliyemsilimisha ndio na wewe usilimu. Alitamka shahada gani ndio kuwe Muislamu? Na aliingia msikiti upi? Walibabu shika tunaelewana. Muhammad aliingia msikiti upi ndio kuwe Muislamu? Maana kama hauna andiko kama hiyo itakuwa ni bala. Maana yeye anatueleza vizuri mwalimu. Chukua kitabu kinaitwa Mfalme
Muislamu, ukurasa 46. Usikilize mambo ambayo yako pale ambayo kidogo wako itakuwa ni balaa. Mwalimu wangu, ama achana na hiyo, tunakuja hiyo nimemwekea mtego. Naam. Amesema Adamu alikuwa ni Muislamu, akasoma 2:213. Wacha nikufundishe mwalimu wa Kiislamu. Naam. Tutakufundisha Biblia, tukufundisha Qur'ani na hata lugha ya Kiislamu tutakufundisha, lugha ya Kiarabu tutakufundisha. Soma mwalimu. Farzi. Barwani. Yeye amesoma katika andiko lingine. Sikiliza andiko Inasema hivi. Ndio. Kuna mabano mwalimu. Watu wote walikuwa umma moja. Hawako wa dini, si wa dini. Walikuwa nini? Watu wote walikuwa umma moja. Ukija hapa kama unaelewa Kiarabu tueleze unaposema kana nasu Ummatan wahida. Inamaanisha kitu gani? Hapo kuna dini hapo? Hakuna dini. Kwa hivyo Adam hajawahi kuwa Muislamu wala mpango wa kuwa Muislamu haupo. Maana ukiwa Muislamu lazima ufanye vitu fulani ambavyo vitakuwezesha uwe Muislamu, lakini hiyo nafikiri hapo atajipanga. Kwa hiyo andiko umeitoa, umeharibu muda wako bure na umeharibu mate yako bure. Alijakusaidia. Adamu hajawahi kuwa Muislamu wala huo mpango haupo. Akasoma 3 mwalimu na 67. Akasema makana Ibrahimu Yahudia wala Nasarania. Sasa unaposoma andiko hili ulikuwa unapinga hoja gani? Kwamba Ibrahimu si Mkristo. Sasa unapinga kwa msingi gani? 3:29 wa Galatia. Mbona hapo mpiti? Hapo. Na kama ninyi ni Wakristo. Andiko linasema kama ninyi ni Wakristo. Hapa hakuna kuteleza. Kama ninyi ni Waislamu. Kama ninyi ni Wakristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Kwa hivyo ndio urithi ahadi ambayo Ibrahimu alipatiwa. Sharti ni moja, ukwe wa dini gani? Mkristo. Kama ni Muislamu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Utajipanga mahali utaenda. Forgotten. Akasema hivi, wanafunzi wa Yesu, hii nimecheka hapa nikiwa hapa chini mwalimu. Amesoma 3:52. Akasema wanafunzi wa Yesu walikuwa ni Waislamu. Sasa kama wanafunzi wa Yesu walikuwa Waislamu, tunamwangalia mwanafunzi mmoja. Utueleze Uislamu wake vipi? 16:13 Mathayo. Basi Yesu akaenda pale na Kaisaria Filipi. Sawa? Akauliza wanafunzi wake akisema, ndio, kwa watu nena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Sawa? Simoni Petro akajibu akasema, ndio. Wengine unema huyo anambatizaji. Wengine Elia. Ndio. Wengine Yeremia. Au mmoja wapo manabii. Soma. Akawaambia, nani mwanena mimi kuwa ni nani? Nyinyi wanafunzi wangu. Maana yule amesema ni Waislamu Kwa hiyo Yesu ana address Waislamu, sawa? Nyinyi Waislamu mnasema mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ni Muislamu mmoja shekhe labda. Akajibu akasema, wewe ndio Kristo. Wewe ndio Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sasa swali tunauliza, huyo mwalimu anakubali Yesu Kristo ni mwana wa Mungu? Hapo sasa. Ukija hapo utatueleza. Kama unakubali basi wanafunzi wa Yesu watakuwa ni Waislamu. Kama utakataa, hiyo itakuwa ni hali ambayo ieleweki. Akatuambia mwalimu kwamba wao wameandaliwa pepo, wao na wake zao. Hatari sana. Nikashangaa sana. Kwa hivyo nyinyi ndio mmeandaliwa, wake zenu wameandaliwa nini? Ukija hapo tueleze. Nyinyi ndio mmeandaliwa, wake zenu wameandaliwa nini? Na hiyo pepo ambayo mmeandaliwa ni aina gani? 47. Na iko wapi? 15. Na iko bali hiko tutakuja kuchunguza kipindi kingine. Tunamwekea mtego hapo pia. Mfano wa pepo. Mfano wa pepo. Ndio walioahidiwa. Sawa. Watawa. Yaani hawa ndio waja Mungu itakuwa hivi. Itakuwa aje? Imo mito ya asali. Na maziwa isiyovunda. Sawa. Isiharibika ladha yake. Ndio. Na mito ya ulevi. Kwa hivyo pepo ambao wameandaliwa wao na wake zao ni pepo iko na nini? Iko na pombe mwalimu. Iko na pombe kule. Sisi huko hatuendi. Sisi mahali ambao tunaenda, mahali tumeandaliwa mwalimu wangu. 12:23 kitabu cha Waebrania. Hapo ndio tumeandaliwa. Mkutano mkuu. Usikilize vizuri Ali. Mkutano mkuu na kanisa. Na hiyo ndio tupatia hapo chale. Na kanisa na wazaliwa wa kwanza. Sawa? Walioandikwa mbinguni. Kwa hivyo waumini wote wa kanisa majina yao yameandikwa wapi? Mbinguni. Ukija hapo mwalimu wa Kiislamu wa pili, maana naona yule akishapa. Wa pili akija, utuonyeshe majina ya wale wanaingia msikitini. Majina yao yameandikwa mbinguni. Ukituonyesha sisi tutafunga vilago, tunaingia msikitini mwalimu wangu. Subutu. Kitu ambacho mwalimu hajapinga. Ya kwanza mwalimu. 6:14 Qur'an. Hapo hajapinga. Soma. Hiyo 6:14 tena Hapo lazima kieleweke. Sema.
Je, nifanye Mola wangu asiyekuwa Mwenyezi Mungu? Ndio. Na ndiye Muumba wa mbingu na ardhi. Sawa. Sema. Hakika mimi Muhammad Inaamrishwa niyo wa kwanza katika wenye kusilimu. Ukija hapo ukirudi hapa tueleze kabla hajasilimu alikuwa ni wa dini gani ya kwanza hiyo. Maana amesilimu akatoka katika dini hii akaingia katika Uislamu. Ya pili mwalimu wangu aliingia msikiti upi? Na ya tatu alitamka shahada gani ya kuwa Muislamu? Hapo ukija pale ukitueleza tutakuelewa vizuri. Kuna mtihani. Kuna mtihani hapo. Lakini katika yote mwalimu wangu, naam, sisi tunabaki imani yetu imekamilika katika Yesu Kristo. Kwa sababu gani? 14:6 kitabu cha Yohana. Yesu akajibu akamwambia, ndio, mimi ndimi njia. Yesu akasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Ndio, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo ukitaka uzima wa milele lazima uingie katika njia ya Yesu Kristo. Mwalimu wangu, naam, wamesoma wakasema wote wanakuwa ni Waislamu hata wanapozaliwa, si kweli? Kweli. Hiyo hoja inaikanusha kabisa. Qur'ani 5:82 Baruani. 5:82 Baruani. Yanasoma anasema hivi. Kwenye Baruani mwalimu wa Kiislamu hajaingia huko kabisa, maana anajua inasema ukweli. Baruani pia umesoma inawatetea leo inasema hivi. 5:28. 5:82. 82. Tanbii ama haya? Tanbii mwalimu. Tanbii. Ndio. Inasema hivi. Nzuri sana. Na haya yameonekana kwa Waislamu wengi duniani. Haya yameonekana kwa Waislamu wengi duniani. Asili yao wanapozaliwa walikuwa Wakristo. Na ndio sababu unaona Muislamu anapozaliwa mwalimu wangu, aliyeangalia akaona ni kweli. Walinunuliwa tu. Amesema hiyo ni kweli. Kumbe amekubali dini ya kwanza ni Ukristo. Na ndio sababu unaona mwalimu, mtoto wa Kiislamu anapozaliwa, akianguka hivi chini anaadhiniwa. Lazima aadhiniwe. Yaani anakufurishwa, anatoka katika dini ya ukweli, anaingizwa katika dini nyingine, makufuru. Wanashika sikio la kulia, anaanza kuadhini huko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mtoto ameanguka saa hiyo. La ilaha illa Allah. Sasa Muhammad Rasulullah. Asanteni. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni mwalimu wa Kikristo Steven Kasina, amemaliza dakika 10 kwa kueleza dini ya kweli ya uzima ni ipi. Amesema Wakristo wote jina zao ziko mbinguni. Akaitisha mwenyekiti mwenza alete mwalimu atuonyeshe nawa jina zao ndio waende mbinguni zimeandikwa wapi. Kwenye kiti nipe mwalimu ajibu. Asante sana Bwana Abraham. Bwana Ngoge, Bwana Kasina ameacha swali, wapi majina ya Waislamu imeandikwa? Mujibu Bwana Ngoge. Umesikia swali ya Bwana Kasina? Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani Kasina hajajua ukumbi wa maswali, bado tuko katika mada. Alafu swali yake anauliza ati majina yetu kama imeandikwa mbinguni. Mungu ambaye tunayemwamini hayuko atikuandika marejista, ati yako na register kama principal wa shule, atiandike kama Njoroge Yesa. Hakuna hiyo. Mungu hakuna kitu anaandika, mambo yote Mungu anayajua. Hana mambo ya kuandika ati aweke ya kuandikie wewe. Hapana. Mungu anajua sisi ni kuingia peponi. Maadamu tuko Waislamu, tusaambiwa. Anauliza hata wanaitwa nani? Anauliza wanawake 40 alafu niingie hapo farsi kwanza 40 alafu niingie hapo ataka utendee kama nani anasema. Alafu mada ya leo sijui ni kueleweka haikueleweka. Mada ilikuwa je, Ukristo ni dini ya nani na Uislamu ni dini ya Mungu kweli? Manabii wote walikuwa Waislamu au walikuwa Wakristo? Tangu mwalimu apande hapa sijasikia mahali ametoa Ukristo ni dini ya nani. Kwa nini? Kwa sababu anajua Ukristo umeanzishwa na Warumi. Warumi walianzisha Ukristo chini ya daktari akiitwa Paulo. Wakati wameanzisha Ukristo, kanisa ya kwanza ikajengwa Rome Vatican, inaitwa St. Peter Square. Wakaja wao wa Sabato wakaletewa na mwanamke mmoja akiitwa Ellen G. White
kutoka Amerika akaanzisha kanisa yao, na kama nasema uongo wakisimama hapo watuambie headquarter ya SDA iko wapi? Headquarter ya Roman Catholic najua iko Italy, Vatican, lakini Waislamu nyumba zao si katika kule manabii walikuwa. Tuko na nyumba ya kwanza ambayo inajulikana ni Maka, iko katika msikiti wa Maka huko Saudi Arabia. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa pale, Ibrahimu alikuwa pale. Tuna nyumba iko Madina ambayo ni msikiti ameujenga bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tuko na msikiti huko Baitul Muqaddas Palestine ambao ni Jerusalem ya sasa. Huo msikiti mpaka leo Wakristo mnajua Wayahudi wanaupigania, na ni nyumba ya Waislamu. Iko mahali manabii walikuwa, na Yesu alikuwa akiabudu kwa huo msikiti. Sasa vipi Yesu azaliwa Israeli, kanisa lianzishwe Italy? Nini ameangalia? Ukristo ulitoka wapi? Angetutolea. Ulianzia lini duniani? Angetutolea, lakini umeficha na bomoa. Safiri baba. Inasema afanyaye ubaya, sikiza, afanyaye ubaya hata lipo ila sawa na huo uovu wake, na afanyaye wema akiwa mwanaume au mwanamke naye ni Muislamu, lazima uwe ni Muislamu. Basi hao wataingia peponi, waruzukiwe humo bila hesabu. Mada haikuwa kuingia peponi. Wewe ndio unauliza wanawake wataingia wapi? Wametajwa wanawake wataingia peponi. Swali ambalo la msingi tuko nayo, Ukristo na Uislamu. Je, Ibrahimu amemzungumzia akaluka? Rudia Qur'ani 2:133, nipigie fanusi yake inasemaje? Inasema na nyinyi Mayahudi, sikiza, na nyinyi Mayahudi mulidai kuwa nyinyi mnakwenda mwendo wa dini aliyokufa nayo Yakobo. Wanasema wameenda mwendo aliyokufa nayo nabii Yakobo. Kwani nyinyi mulikuwepo pale mauti yalipomjia Yakobo, hata mkajua kuwa alikufa katika mila gani? Mkajua Yakobo alikufa katika mila gani? Sikiza habari. Basi zindukeni mjue ya kuwa, amukeni nyinyi wa Kristo mjue ya kuwa na wanawe huyu Yakobo na wanawe walikuwa Waislamu, wenye kuamini Mungu mmoja. Walikuwa wanaamini Mungu mmoja, sio Mungu watatu. Wala wao hawakuwa Myahudi, hawakuwa Wayahudi kama nyinyi, wala hawakuwa Wakristo, Uyahudi umeanza kuitwa hivyo baada ya Yuda. Ndio Uyahudi umeanza, mwana wa Yakobo. Na Ukristo nao umeanza lini? Ukristo ni baada ya Isa Masihi. Ukristo ni baada ya Yesu. Wakati Yesu amepaa miaka 14 ndio Ukristo unakuja, na kijana anaitwa Paulo ndiye ameanzisha Ukristo, na ndio kanisa ya kwanza ikajengwa Rome, Vatican. Alafu kakangu alikuja akasema dini yao ni Yesu, na jana ametuambia Yesu ni Mungu. Mbona siku hizi hamsemagi neke mtakiwa dini ya nyune Yesu, mugala dini ya nyune Ukristo? Kwa nini hamsemagi dini yenu ni Yesu, mnasema dini yenu ni Ukristo? Ukristo ulianza wapi? Ambieni watu kweli. 11:25 Matendo ya Mitume, hapo ndio Ukristo umeanza. 11:25 Matendo ya Mitume. 11:25 mambo ya Matendo ya Mitume. Naye baba Safiri kama Charani, kuna mambo mingi sana ameacha hapa. Amekimbia mpaka mambo ya roho. Hatukuwa mambo ya roho. Ni dini ya Ukristo imeanza wapi? Safiri Shanyanja. Kwa maana tangu 11:25 au 26 Matendo ya Mitume haya zamani. Tangu zinakimbia dakika 10. 11:25 inasema 25 naye inasema hivi, kisha akatoka kwenda Tarso kumtafuta Sauli, hata alipokwisha kumwona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima katika mji wa Antiokia wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi, na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Mara ya kwanza watu kuitwa Wakristo ni Antiokia. Sasa Ukristo hiyo jina ilitoka wapi? Piga fanusi yake chacha baba dakika 5 na mbili. Wakristo maana yake, sikiza, wanasema Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Ni wafuasi wa Kristo. Hilo jina wa Kristo, hilo ni jina la kupanga. Kumbe wa Kristo ni jina la
kupanga, ni wewe ukae chini ujipangie. Malisia walilotumia wapagani wa Antiokia, walilotumia wapagani wa Antiokia. Kumbe dini mmeanzishiwa na wapagani. Sasa nyinyi mnafaa kuwashukuru wapagani. Ndio nakuambia andiko moja itoke, Ukristo ni dini. 626 Qur'an. 626 Qur'an. Sasa baba dakika 4 naambiwa 626 Qur'an. Na hii dini ya Uislamu, sikiza, Qur'an iko wazi inasema na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Anauliza hivi, Muhammad ameamrishwa wewe wa kwanza katika wenye kusilimu. Kiswahili hajui. Wa kwanza maana yake nini? Ni kama Kenya tuko na first lady. Maana yake kabla ya first lady tuko na first lady mwingine. Alikuweko. Yaani hata wakizo vitu vingine ni kusomeshwa. Yaani kufikiria shida. Yaani ukiambiwa huyu ndio first lady maana yake ndio mwanamke wa kwanza duniani. Kuna wanawake wengine ni kwa ule utawala wake ndio wa kwanza. Sasa wewe Ukristo, tusajua Uislamu. Kwanza tumeambiwa Uislamu ni dini. Nani aliyetuita Waislamu? 22:78 Qur'ani. Ungeteremka kama chahali. 22. Ngoja kamili hapa na kuna mambo nilikuwa nataka nimalizie. 22:78 inasema. Na hapa 78 inasema. Wala hakuna nabii alikuwa Mkristo. Ukristo umeletwa kuanzia Antiokia na kijana akiitwa Paulo. Na ni Mrumi, ni Mkatoliki. Paulo ni Mkatoliki, ni Mrumi. Hiyo hatuwezi futa. Safiri alikuwa Mkristo. Ni Mrumi ya kuzaliwa. Chapter baba. Na ipiganie dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahili kupigania. Yeye Mungu amekuchagueni muwe umma ulio bora.